Tuamini tu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mara tena mbele zako tukishukuru jina lako kwa njia ya fadhili zako mfalme wa Israeli. Hakika tulipoanza na tulipoingia tulikuomba mfalme wa Israeli, uenende pamoja nasi na unatembea nasi katika kila kipindi mfalme wa Israeli. Sifa shukrani na sikurudie uketie katika kiti chako cha enzi. Wakati kama tunasimamisha mtumishi wako juu ya Mungu wa Israeli mkononi pako mfalme wa Israeli, mbele ya ile kundi lako Mungu wa Israeli, naomba kwa maana utaenda kumtumia kama chombo akaweze kufikia ile kundi na likaweze kuadilika Mungu wa rehema. Kama kuna maana tumeenda kinyume, tusamehe na utuoshe mfalme wa Israeli. Tunaomba mfalme wa Israeli na wale wako kwa mtandao Mungu wa rehema, ukitufikia mfalme na wao waweze kuwafikia kwa chini ya utukufu na jina lako kwa maana wewe ni mfalme. Wewe ni Mungu kwa pamoja nasi tunapoanza na akiona tukimaliza tuko pamoja naye tumebarikiwa mfalme. Sifa tunaanza kurudia katika jina la Yesu Kristo ndio baraka kwa Mungu. Amen. Asante. Asante Deacon. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kitabu ya Maombolezo ama Lamentation kwa Kiingereza, chapter 3 verse 20 to 25. Maombolezo ama Lamentation Kiingereza, mlango wa 3 mstari wake wa 20 mpaka 25. Kitabu cha Maombolezo kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Yeremia. Yeremia alikuwa ni nabii Mungu aliita katika kazi yake. Ni nabii alimulilia Mungu sana kwa sababu ya watu wake. Ni mtu naye katika maisha yake maneno yalipoenda jinsi vile alikuwa anataka, aliweza kuumia sana na aliweza kulia sana. Na mara kwa mara tunamuona akimulilia Mungu kwa mateso na yale magumu aliweza kupitia. Na tunaona sasa mlango wa 3 anaandika personal experience. Anaandika yale ameyapitia na yale ambayo yamesongamana na yeye. Lakini jambo la kunitia moyo ni kwamba katika huu mstari wa 3, mlango wa 3 na mstari wa 23 akasema maneno mazito. Na akasema ya kwamba uaminifu wako ni mkuu. Ni mtu aliteseka, ni mtu alihangaika, ni mtu ambaye saa zingine alikuwa analia. Na sio mara moja, sio mara mbili. Mpaka wasomi wa teolojia wakamuita nabii anayelia. Tusome. Nafsi yangu ikalia ikiyakumbuka hayo, nayo imeinama ndani yangu. Najikumbuza neno hili, kwa hiyo nina matumaini. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, usema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Mstari wa 25 nitarudia. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Tuombe. Baba, asante kwa sababu ya nafasi hii. Asante kwa sababu ya watoto wako wako kwa mtandao na walio katika ukumbi huu. Ninaomba neno lako wafikie jinsi vile kupendezavyo. Nitumie kama chombo, wacha nisuswe, wewe inuliwe. Na tunaomba majaji tukiamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Siku ya leo nataka niweze kuzungumza na wewe neno la Mungu na nikukwambia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Amekuwa mwaminifu kwa watu wengi. Watu wengi wametoa ushuhuda jinsi gani amekuwa mwaminifu katika maisha yao. Yeremia
kukumbuka na akalia jinsi gani Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yake. Alipokuwa na udhaifu wa mwili akawa pamoja naye. Alipokuwa na jambo aliendi vizuri, Mungu hakumwacha. Na yeye kama mtumishi wa Mungu aliweza kuangalia pande zote, msaada ikakosa. Akabaki akimtegemea Mungu. Akabaki akimtumainia Mungu. Mahali anafika anasema ya kwamba hata nyumba sina, hata mahali pa kulala sina. Akakumbuka ni jinsi gani mwili wake ulimuuma. Na maneno mengi mtumishi wa Mungu Yeremia aliweza kupitia. Na asubuhi ya leo, my brother, my sister, nimekuja kukwambia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Our God is faithful. Haijalishi ni yapi yale tunapitia katika nyakati hizi. Haijalishi ni yapi yale ambayo tunakumbana nayo. Alipokumbuka na akanena maneno yote, anasema kwamba ni huruma za Bwana kwamba hakuangamii. Jinsi vile ulivyo, my brother, my sister, hauko hai kwa sababu ya nguvu zako, hauko hai kwa sababu ya uwezo wako. Ni Mungu rehema zake na huruma zake ya kwamba hutaangamia. Na katika hiyo hali zote unastahili kumshukuru. Unaporauka asubuhi, uone ya kwamba neema yake, huruma za Mungu ni mpya kwako kila asubuhi. Alikupea jana siku ya Jumamosi, amekupea leo siku ya Jumapili. Kesho kwa neema yake atakupea siku ya Jumatatu, uanze pilika zako za kila siku. Lakini mtumishi wa Mungu akawa na conclusion moja kubwa sana. Akasema ya kwamba uaminifu wako ni mkuu. Ninajua kwamba aliangalia wafalme, akaangalia watu wengi waliokuwa katika maisha haya, akaona ya kwamba kwao wote aliyekuwa na uaminifu mkubwa ni Mungu. Tumeaminia na tumeweka imani yetu kwa watu. Tumeweka imani yetu kwa wafalme. Tumeweka imani yetu kwa viongozi. Tumeweka imani yetu kwa watu wale wanatuongoza kiroho kama mimi na wengine. Lakini nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba yule mtu ambaye unastahili kuinua uaminifu wake, na unastahili kuinua jinsi vile anakuwa mwaminifu katika maisha yako, ni Mungu aliyekuumba na anayekuwazia mema kuliko mtu yoyote ule. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaposema ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, na nataka niseme ya kwamba katika kuweka ahadi zake. Our God is faithful in keeping his promises. Yale yote Mungu ameahidi atakuja kutimia. Akasema hatamaliza mji wa Sodoma na Gomora. Akasema ya kwamba mvua itanyesha ya gharika, na wale watu wataokolewa ni wale watakuwa katika safina. Wale walioambatana na Nuhu waliweza kuingia katika safina, wanakiri na wakisema ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Kabla hatujaona tone la mvua, kabla maji mengi hayaonekana mahali popote, Mungu alitimiza ahadi yake. So our God is faithful in keeping his promise. Anapoahidi ameahidi. Amesema ya kwamba ako pamoja na wewe, hata kupungukia wala hata kuacha. Amesema ya kwamba ako na mipango mizuri. Alikuwazia mema ukiwa katika tumbo la mama yako. Kwa hivyo katika hali hii, unapokuwa na mwili mdhaifu, unapokuwa huna pesa, unapokuwa na maneno ambayo unaona ya kwamba ni mlima huwezi kuyaweza, hakika ni ya kwamba wewe na akili yako na nguvu yako na vitu vyote vile utaweza sema uko nayo, hauwezi. Nini unastahili kufanya? Muangalie Mungu aliyemwaminifu. Bwana asifiwe. Mtazamie yeye ambaye hata kuacha wala hata kupungukia. Ametuahidi wokovu. Amepeana wokovu wa kila mtu. Wale wa zamani waliookoka, wale wanaokoka katika wakati huu, na wale watakaookoka wanapokiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao, wanaokolewa. Na hiyo ahadi yake anaiweka. Our God is faithful in keeping his promise. He has promised us salvation, that whosoever shall call upon the name of the Lord, thou shalt be saved. Kwa hivyo utakapolinda jina lake Yesu Kristo, utaokolewa. Na amesema ya kwamba hii wokovu tu sio wokovu umebeba
uzima wa milele. Wapendwa, people have challenged eternal life. Watu wamekuwa na shaka kuhusu uzima wa milele. Asubuhi ya leo nimekuja kukuambia Mungu wetu ni mwaminifu kwa kuweka ahadi. Uzima wa milele ile ametuahidia tutaiona. Uzima wa milele ule ameahidia kwa wale watu wameokoka, tutakaa, tutaishi, tutafurahia, tutakaa mahali pazuri. Na mahali pale sio kwa kila mtu, ni kwa yule mtu tu ameokoka, ni yeye atakuwa na uzima wa milele kule juu mbinguni, mahali para, mahali palio pazuri, mahali ambapo kuko na ulinzi wa kutoza. In terms of protection, nani amekwambia kwamba mahali umepita ukafika hapa hakuna mtu alikufia pale? Mahali alikwambia kwamba kile kitanda umeenda umelazwa hospitali hakuna mtu alikufia pale? Hayo yote yametendeka kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu ya uaminifu wa Mungu. Anakulinda. He protects you. Yeye ni mwaminifu. Uaminifu wake umeonekana katika maisha ya Yeremia. Yeremia anasema ya kwamba uaminifu wako ni mkuu. Asubuhi ya leo, my brother, my sister, nataka nikuambie kwamba uko na mikono miwili, uko na vidole zote viwili, uko na macho yote mawili, uko jinsi vile ulivyo, sio kwa sababu unajua kutembea, sio kwa sababu unajua kujilinda. Ni Mungu aliye mbinguni ameweza kukulinda, na amekulinda akiwa na sababu na maisha yako, ya kwamba usiji kumtumikia, usiji kumpenda, usiji kumkimbilia, usiji kumtegemea. Ni kwa sababu hakuna aliye mwaminifu kama yeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa kupeana ni yeye. Our God is faithful in keeping his promises, in provision. Wakati unafika mahali unaona ya kwamba sasa hapa haiwezekani, wakati umesunguka njia zote, umekoma marafiki na hata unafikiria kuwakopa mara ya pili, aliye na uwezo wa kukupea ni Mungu aliye juu mbinguni. Wale waliokosa, waliomwangalia, waliomkimbilia, waliomtegemea, aliwapa. Bado watu wa dunia wakaangalia wakasema imewezekanaje? Na wewe wakati kama huu ni wakati ambao unastahili kuinua Mungu na kuweza kuinua uaminifu wake, ni kwa sababu umemwona katika provision. Ninajua kwamba pengine, hata sio pengine, watu wengi tumefika mahali tunakosa, tunafika mahali hatuna kitu, lakini tunashindwa imetoka wapi. Hayo yote yanatendeka ni kwa sababu ni Mungu ameahidi ya kwamba atakushughulikia. Mpendwa, uaminifu wa Mungu washinda uaminifu wa kitu chochote kile. Ninataka unapohesabu vitu viaminifu ama watu waaminifu, jua ya kwamba aliye na uaminifu mkubwa sana ni Mungu. Maneno mengi amekuahidia itakuja kutimia. Maneno mengi ambayo amekuahidi itakuja kutendeka. Haijalishi vile hali itakuwa. Watakuahidi barabara, watakuahidi stima, watakuahidi nyumba, watakuahidi nguo, viatu, masomo na kadhalika. Lakini itafika mahali watalemewa. Lakini wewe yule ambaye umeahidiwa na Mungu itakuja kutimia na itakuja kutendeka. Bwana asifiwe. Kitabu cha Waebrania. Let us go to the book of Hebrews chapter 13 verse 5. Maneno haya yakaongeleshwa watu wa Mungu. Maneno haya yakaambiwa watu walikuwa wamempenda Mungu vile nyinyi mnampenda Mungu. Ninajua ya kwamba unampenda Mungu kwa sababu umeacha nyumba yako nzuri, umeacha shughuli zako, umeingia katika ukumbi huu ili ulisikize neno la Mungu. Maneno haya yakaambiwa watu ambao walimpenda Mungu. Nami nimekuja kuambia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu kwa kuweka ahadi zake. Our God is faithful, my brother, my sister. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Tumeinua kupenda fedha kuliko uaminifu wa Mungu. Muwe radhi na vitu mulivyo navyo. Jinsi vile ulivyo ni Mungu. Hujakuwa na ndege kwa sababu Mungu hajataka. Hujakuwa na meli kwa sababu Mungu hajataka. Uko na gari kwa sababu ni Mungu anataka. Uko na kazi kwa sababu ni Mungu anataka. Uko na biashara kwa
msiwe na tabia ya kupenda fedha, muwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe anasema nini? Jambo la kwanza, sitawapungukia kabisa. Bwana asifiwe. Mungu anatuahidi kwamba katika maisha haya hata tupungukia kabisa, wala sitakuacha kabisa. Mzazi ataacha mtoto ataacha mzazi. Watu nimeona wakikimbia wachungaji, nimeona mume na mke wakiachana, nimeona watoto wakiuana, wamezaliwa na mama moja na baba moja. Nimeshuhudia mtoto akiwa na kile anasema hata kama mzee kamekaa sana, ni mimi nimekamaliza. Lakini Mungu anasema nini? Yeye kwa uaminifu wake hata tupungukia kabisa. Katika maisha haya, my brother, my sister, things may look difficult, things may look harder, but what are you supposed to do? Trust God's promises. Ya kwamba ametuahidi ya kwamba hata tupungukia. Bwana asifiwe. Tumelala njaa, Mungu ako pamoja nasi. Ni wagonjwa katika vitanda hospitali, Mungu ako pamoja nasi. Tumekuwa na mizigo mizito, Mungu ako pamoja nasi. Damu inakimbia zaidi, unaandikiwa uko na high blood pressure, Mungu ako pamoja na wewe. Na katika hiyo wakati ameahidi ya kwamba sitakuacha kabisa. Katika hiyo hali ngumu tutegemee. Katika hiyo hali ngumu muite. Katika hiyo hali ngumu inua jina lake. Watumishi wa Mungu walipokuwa katika shida, Paulo na Sila wakawekwa gerezani. Mahali pale mlinda gereza akaona ni yeye ako na mamlaka, akawafungia, akakaa pale na bunduki. Hawa wajamaa wasiondoke, hawa wajamaa wasifunguliwe. Lakini walipokuwa pale, Mungu alikuwa pamoja nao. Bwana asifiwe. Walipomuomba, waliposifu jina lake, makanisa ikawaombea. Biblia inasema kwamba hata mlinda gereza hakujua vile gereza imefunguliwa. Huyo ndiye Mungu tumekuja kuinua jina lake asubuhi ya leo. Huyo ndio Mungu mwaminifu nimekuja kuwatangazia ya kwamba katika hali zote hata wapungukia, katika hali zote hata waacha. Ninajua in some cases we face difficult circumstances. Hata tunafika mahali tunasema na mimi kweli niko. Ni kwa nini naishi? Usikupe moyo. Mungu ameahidi. Mungu ni mwaminifu. Today, one thing I know, we want to praise God because of His presence in our family. Chizi na familia zetu ziko, ni Mungu hapo pamoja na hizo familia. Akakupea mke, akakupea mume, akakupea watoto, akakupea wazazi. Unapokaa pamoja na wale, akakupea wajukuu, akakupea grandparents. Watu wale wa jamaa yako Mungu amekupea. Kuna wengine hata hawajaokoka. Kuna wengine hata hawajui mlango wa kanisa. Kazi yako endelea kuambia. Na usiweze kukasirika. Kwa nini uko kwa ile familia? Ni mapenzi ya Mungu na Mungu ako pale, ako na mpango mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Unajua wengine mnataka maneno yenu yaende vizuri. Maneno yenu yaende iwe. Wakati gharika ilikuja, ni Nuhu peke yake na familia yake walipata. It was not easy. Walitusiwa, walinenwa vibaya, walichekwa na kadhalika. Lakini walijua uaminifu wa Mungu. So they were focused. Mungu ametembea pamoja na dhambi zetu kwa uaminifu. Mungu ametembea pamoja na dhambi zetu kwa uaminifu. God has walked with us faithfully. Haijalishi bila maneno umeona yamekuwa magumu. Wakati ulifaulu sio wewe, ni Mungu alitembea pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Mungu amebariki jamii zetu. Hapa hakuna mtu hajabarikiwa. Asubuhi leo umebarikiwa na afya nzuri. Asubuhi leo umebarikiwa kwamba unaongea. Asubuhi leo umebarikiwa kwamba uko katika nyumba ya Bwana. Waachana zile baraka zingine mnataka. Hizo zingine ni nzuri katika maisha haya. Lakini tutakapoenda mbinguni, unajua Yesu Kristo akikuja saa hii tutaenda mbinguni. Hata ile rangi umeanza pale kwa Mungu utarudi kwenda kulikula. Bwana asifiwe. Hata ile pesa, nilikuwa naongea na watu wengine nakwambia kwamba hata ile pesa umeficha mahali mkawaka ajui mahali iko.
kuna mtu atasaidia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo afadhali tuwapanga mapema. Panga mapema. Haujui vile utarudi, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, anatembea pamoja nasi, tumeona baraka zake, yeye ndiye tunastahili kuinua jina lake na kusema ya kwamba yeye ni mwema. Bwana asifiwe. Our God is faithful in protection or in protecting us. Mungu ni mwaminifu kwa kutulinda. Zaburi mlango wa 91 na mstari wa 11. Mtu aliyekuwa na hekima, mtu aliyekuwa na rafiki wa Mungu, mtu aliyegusa moyo wa Mungu, huyu mtu alikuwa na uwepo wa Bwana ulikuwa umemzunguka. Alipofika katika Zaburi 91:11 akasema kwamba kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Aliye mwaminifu wa kukushughulikia, kwenda sokoni urudi, kwenda shuleni urudi, kwenda mahali popote, hata unapokuwa umelala. Mko wako amelala, stima imesima, so there is no alarm, there is no electricity fence, na yule watchman amelala. Aliye mwaminifu ataona umelala. Tunakuja kushtuka umefika saa ngapi, hiyo saa zingine zikienda aje. Nyinyi nyote mlikuwa mmelala. Tirisha time unafikianga hiyo wakati. Anayekuwa mwaminifu wa kukulinda ni Mungu ambaye anakutumia malaika. Bwana asifiwe. Unajua unapolala malaika anakuamsha. Chini alamu yako umeweka kitalia na usiamuke. God will command his angels to protect you whenever you go. Kwa sababu ya uaminifu wake. Kwa sababu ya uaminifu wake. Watu wameangamia wakiwa katika ndege. Watu wameangamia katika hizo barabara. Watu wameangamia wakiwa katika vyombo vinayotembea juu ya maji. Watu wameangamia wakiwa katika nyumba zao. Nilikuwa napewa habari kuhusu mama mmoja namjua. Jinsi vile aliweza kuaga. Nataka nikuonyeshe jinsi gani Mungu anakuwa mwaminifu kwa kulea watu wake na anatuma malaika wake wanakulinda. So huyu mama alilala jioni kama kawaida, hakuna mjukuu analala na yeye, miaka imesonga kidogo. Watoto wote bila niwaambianga kwamba watoto tunawaombea, watoto wanabarikiwa, watoto wanakuwa na kazi. Kwa hiyo mama alikuwa na vijana wote wako nje. Sasa kila mtu ako shughuli zake. Mama hakuamka asubuhi kwa sababu usiku alikufa. Ile kitu kilikuja kuwasaidia kujua ya kwamba huyu mama kuna kitu kimeendelea vibaya. Ni ng'ombe ilifika saa 8 ya mchana bila kupewa ndama, wakamue inapiga kelele. Mpaka majirani wanauliza kwa leo kumeendaje, kai ng'ombe mali na lala haijawahi toka. Mjukuu wake alipotoka kwao ndiye alikuja akasema na ni kweli hapa kuna kitu kimeendelea. Mama aliingia kwa nyumba akafunga kila mahali. Ufunjwa nyumba ameaga. So nilikuwa nauliza huyu mwingine kimzaa, aliaga ukweli aliaga sasa kuliendaje? Walikamua kwanza ng'ombe aje kupiga kelele ama walimpeleka moja? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninataka kukwambia mchana wa leo, Mungu wetu na Baba wetu aliye juu mbinguni ni mwaminifu. Our God is faithful. Tusikuwe na shaka na yeye. Ni yeye anayetushughulikia. Tumejisumbua sana, tumeng'ang'ana sana. Tunaona ni sisi tumejiweza kufika mahali tumefika. Tunaona jinsi vile tulivyo chini katika hali ya kiafya, kifedha, kimasomo, hiyo maneno yote. Unaona ya kwamba Mungu alikuacha na akakusahau. Asubuhi na mchana wa leo mwema, nataka nikwambie ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu katika kukulinda. Anatuma malaika wake wanatembea pamoja na wewe katika njia zako zote, katika mahali unapoenda. Na yeye ni Mungu, anakupea nguvu kufanya ile kitu ambao umefanya na kile utafanya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jinsi vile umefanya kitu mahali umekipigisia, umeona umefaulu,
sio nguvu zako. Ni Mungu aliye mbinguni amekupea nguvu. Na unapoomba, unapoitisha kitu, unapowasiliana na Mungu, unapojibiwa, ni Mungu anayekujibu. Unapopata, God is the one who is your provider. God will be your provider. God will be your peace. Amani ile ambayo unang'ang'ania na umeitafuta, ni Mungu mwaminifu ambaye atakupea. Kitabu cha Isaya mlango 33 na mstari wake wa 2. Huko kwa Isaya chapter 33 verse 2. Tasoma. Bwana uturehemu. Tumekungoja wewe. Tumekungoja wewe. Uwe wewe mkono wetu kila asubuhi, na wokovu wetu pia wakati wa taabu. Utumishi wa Mungu wa Isaya akatuma kwa wana wa Israeli, na wanakiri na wanasema ya kwamba Bwana uturehemu. Tunajua ya kwamba wewe usemi uongo. Tulipotoka katika nchi ya utumwa, uliahidi kwamba utakuwa pamoja nasi, utatulinda, utatulitisha nchi. Kwa hivyo walipokuwa katika safari, maneno haya mtumishi wa Mungu Isaya akamwambia, Bwana uturehemu, tumekungoja wewe. Unajua watu wamefika mahali wamerusha Mungu. Ulipokuwa ulimpenda Mungu sana, ni wakati gani Mungu haacha kukua mzuri kwako? Ni wakati gani Mungu aliacha kukua mwaminifu kwako? Ni wakati gani Mungu amekuacha wewe unamwacha? That's the question you need to ask yourself. Ni wakati gani? Alafu sasa unaanza kugeuka. Unaanza kufanya maneno yasiyomtukuza Mungu na yasiyompendeza Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu. Ni hali tu chote na kuwa kali, baridi na kuwa kali. Yaani tunaona ya kwamba Mungu alikuwa pamoja nasi. Mungu wetu ni mwaminifu. Anatushughulikia. Wana wa Israeli wakawa wakinena maneno mazito. Tumekungoja wewe. Wewe mkono wetu kwa kila asubuhi. Uweze kutushughulikia. Na wakati wa taabu, wakati wa shida, wakati wa kuhangaishwa, ukue wokovu wetu. Ukue wewe ndio unatushughulikia. Wakati maneno hayaendi vizuri, it is my prayer that God is going to be kind to you. Bwana asifiwe. Umeona ya kwamba maneno hayaendi vizuri, ombi langu ni ya kwamba Mungu wetu na Baba wetu aliye juu mbinguni akuwe mwema kwako. Akuwe mwema kwako yule ambaye umekiri moyoni mwako ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Aweze kuchukua hiyo tu hatua na aweze kuwa mwema katika maisha mwako. Akuelekeze, akusaidie, akufute machozi. Ninaamini ya kwamba it's my prayer that God is going to be helpful to you. Or God is going to help you. Mungu ataenda kukusaidia. Umeng'ang'ana sana. Umejaribu kuweka tusheria. Uone ya kwamba maneno yatakuwa mazuri. Umeng'ang'ana. Muite Mungu. Kwa hakuna jambo lisilowezekana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. It is my prayer that God is going to make you strong. Umesikia umevivia, uwezi omba, hata utaki kushirikiana na watu, hata utaki kuchukua muda wako na kupea Mungu nafasi katika maisha yako. That's weakness. Unapopata ya kwamba upate muda na Mungu, una udhaifu. Vitu vyote vilioko hapa duniani ni yeye aliumba. Na ni yeye sasa anataka uweze kuinua uaminifu wake. Akikuondokea huwezi jambo. Sasa ni ombi langu kwamba Mungu wetu aliye juu mbinguni akusaidie ukue hodari katika kusimamia familia yako, katika kufanya kazi ya mikono yako, katika safari ya kwenda mbinguni, katika kufanya kazi yake, na katika kuhakikisha kwamba maneno yanaenda sawa sawa, kwa sababu
watoto wake. Bwana asifiwe. Wacha sifa na utukufu zimrejee yeye Mungu wetu ambaye ni mwaminifu. It is my prayer that our God is going to save you when you are in trouble. Maana shida ziko. Siwezi kukwambia kwamba umeokoka, you are immune to problems. Hakuna. Umeokoka lakini katika maisha haya shida iko. Maneno ni mabaya. Hii ndio maisha ya mwanadamu. Mahangaiko mpaka Yesu Kristo arudi. Kitabu ya Yobu mlango wa 40 mlango wa 14 na mstari wa kwanza. Nasema kwamba mwanadamu yote yule ambaye amezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi hapa duniani ni chache na zimejaa taabu. Kwa hiyo tunapokaa katika maisha haya, kwa sababu sisi wote tumezaliwa na mwanamke na ni neno la Mungu limesema na ni Mungu amesema, wakati sasa hizo wakati wa taabu, wakati wa shida, wakati wa kuhangaika, wacha Mungu akuje na atusaidie. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye ni mwaminifu. Ameahidi ya kwamba hata tuacha wala hata tupungukia. Tunamhitaji katika maisha haya. Tunataka kumtegemea. Always trust God in His promises. Na nilisema na narudia. Always trust God in His promises. He is faithful. Ni nini ameahidi? Ni nini amekuahidi my brother? Ni nini amekuahidi my sister? Umeona ya kwamba hajafanya, atafanya kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Wewe kazi yako ni kumtumaini. Wewe kazi yako ni kumwangalia. Wewe kazi yako ni kumuinua. Unajua, nilikuwa naongea na wazazi wengine na hata kwa sababu sisi wazazi, niruhusu niseme hivi. Usiinue watoto wako mbele zaidi ya Mungu. Usiinue watoto wako zaidi ya Mungu. Mungu akuwe juu yao. Nipata nafasi ya kuongea na hao vijana ni wengi. Na hakuna vijana anaweza sema kuna shida. Hapana. Hapana. Sasa niliitwa na Kosana. Wakaniambia pasa kuongea na hao. So nilipowaambia nakuja hapo nyumbani, nikamwambia atakuja saa fulani na ningependa tukutane sisi sote. So wale waliweza kupatikana walikuja. Nikamwambia ninajua mama yenu sana kwa sababu wengine ni wadogo kuliko mimi. Wengine matajiri kuliko mimi. Wala asifiwe. Bwana asifiwe. Yes. Wengine ni wadogo kuliko mimi lakini matajiri kuliko mimi. Hadi mimi nilienda hapo na neno la Mungu kuambia jinsi vile mama yao aliweza kuwasifu sana. Kijana mwingine ambaye tulisoma na yeye alienda jeshi ni askari. Wengine wakaenda kama maneno alienda. So mama yao aliwasifia watoto wake sana. Sizungumzi kuhusu baba yao kwa sababu baba yao yuko. Na hao watoto vile maneno yameenda sasa ikabidi niombe niende kuongea nao ni kwa sababu ya kitu moja. Wamefika sasa mahali hakuna mama ni mzee hawezi. Imefika sasa mahali hakuna mtoto anamwangalia. Nikawaelezea jinsi gani mama yao in their absence alikuwa anajisifia vile Mungu amebariki na watoto wake. Vile Mungu ameinua watoto wake. Nikawaambia nyinyi mlikuwa watoto wengi. Mama yenu alikuwa na uwezo wa kuwalisha nyinyi nyote. Lakini sasa nyinyi mko wengi hamwezi kulisha mtu mmoja. Hapo kijana mmoja alisimama na baba sasa nimesikia. Mimi nitaangalia mtu. Mimi nitakuwa nitekeleza vile umetuambia. Kijana alichukua mama yake akaenda naye. Bwana asifiwe. Nini nataka kusema? Katika maisha haya tutaweza tegemea watu sana. Imani yetu tuihamishe kutoka kwa Mungu tuipeleke kwa watu. Mahali watu hawa wataweza fika mahali wa kuachirie. Kuna mmoja atakuachiria. Kuna mmoja atakuacha. Kuna mmoja ambaye akiahidi ameahidi. Yeye ni mwaminifu. Yeye atatutenda kulingana na mapenzi yake.
hata kama ni hali ngumu, hata ukiwa unaogelea katika shida, hata kama unaogelea katika hali ya umasikini, maana hiyo ndio kitu watu wanaogopa hapa duniani, hata kama umechukiwa, hata kama uoni kama kesho itafika, jioni ya mjana wa leo nataka nikuhimize, ondoa mahali umeshikilia katika hali ya kiroho. Turn. Sema, Bwana, I trust you. You are faithful. Hakuna jambo ngumu kwako, hakuna jambo lisilowezekana. Nimelia sana juu ya watoto wangu, nimelia sana juu ya nchi yangu, nimelia sana juu ya kazi, nimelia sana juu ya afya yangu, lakini leo ninasema vile mtumishi wako Yeremia alisema. Akasema ya kwamba uaminifu wako ni mkubwa. Nami Baba, nimekuamini na nimekuaminia familia yangu, nimekuaminia watoto wangu, nimekuaminia kazi yangu, nimekuaminia maisha yangu. Yafanye jinsi vile kupendezavyo. Hakika wewe utakuwa mshindi. Bwana asifiwe. Hakika wewe utafaulu na watu watapenda Mungu wako. Yusufu trusted God katika hali zake zote. Yusufu akateseka, akiwa katika gereza, akiwa katika Potifa, akiwa mahali popote alipoenda, kwa sababu aliweza kuamini Mungu na akasema Mungu ni mwaminifu, na akaamini ahadi zake. Mungu anaweza kumshughulikia kama alishughulikia Yusufu. Wewe ni nani? Yusufu tunajua alizaliwa Yakobo, akalelewa katikati ya watoto wengine waliokuwa vijana 12. Waliweza kumchukia, hawakumpenda wote, hawakumchukia wote. Na wewe, if there is a person I relate so much in the Bible, is Yusuf. Alisani hilo kijana aliyekataa kutohusishwa na maneno yasiyomtukuza Mungu, akawekwa mahali watesi wake wanakuja, akajua jambo moja najua, ni Mungu alinitoa mahali nilikuwa na nyinyi niwatengeneze njia. Usilipize kizazi. So ask God for his promises. Ndiye anastahili kulipiza kizazi. Bwana asifiwe. Wewe uwezi jambo lolote lile. Kitabu cha Ibrania mlango wa 10, the book of Hebrews chapter 10 verse 23 to 24. Na mulishike sana ungamo la tumaini letu, ligeuke tumaini letu lisigeuke. Na hiyo ndio jambo naenda kuacha nao. Na mulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Na tulishike sana ungamo la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tuangaliane sisi, tukaangaliane sisi kwa sisi, na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Bwana asifiwe. Mungu wetu na Baba wetu aliye juu mbinguni awatende mema, aweze kuwabariki, aweze kuwapea nguvu ya kupambana wakati mgumu. Tuweze kuhimizana katika kufanya kazi nzuri na katika upendo. Tuambie jamii zetu, Mungu ni mwaminifu, ameahidi atakuja kuangamiza hii nchi na moto. Okoka. Tuambie watoto wetu, fanya kazi. Fanya kazi. Nilikuwa nawaza jambo hili. Hakuna kitu kinakuja bila kufanya kazi. Yule atakaye kuahidi ya kwamba kuna jambo litakao kuja bila kufanya kazi ya kudanganya. Lazima chochote kile unataka uweze kufanya kazi. Hata wokovu wako lazima uweze kufanyia kazi. Umeokoka, yes. What next? Ninastahili kupata nafasi ya kusoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Nastahili kupata nafasi ya kuwa katika ushirika. Nastahili kupata nafasi ya kuweza kutiwa makali tunapongojea kurudi kwake. Yeye aliye mwaminifu ameahidi atakuja,
Kwa wale ambao tutakuwa tumeokoka tutaenda mbinguni mahali Yesu Kristo anatondea makao. Na wale wengine wataingia jehanamu. Umechagua wapi leo? Umekimbilia wapi leo? Unatamani wapi leo? Baba akutende mema. Baba tunakupenda, tunakuheshimu. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu ya uhai. Asante kwa sababu ya ulinzi. Hapa kila mmoja akipewa nafasi atatoa ushuhuda ni jinsi gani ameona wewe ukiwa mwaminifu katika maisha yake. Maana wengine walikuwa karibu kufa, ukawarejesha. Wengine hawangeweza hata kununua mkate. Leo hii hata wakuli hiyo mkate. Wengine hata hawangekuwa na uwezo wa kununua kiatu. Leo kuna viatu hawezi hesabu. Wengine hata hawangejua wataingia kanisa. Leo wako katika kanisa. Wengine hawangejua watakuwa wahubiri. Leo ni wahubiri wakubwa. Baba, asante kwa sababu wewe uko na mpango mzuri na maisha yetu. Nami mjana wa leo nakabidhi kila mmoja aliye katika ukumbi huu na aliye katika kwa mtandao ya kwamba my father my daddy utawasaidia hitaji lao, haja zao wamesileta kwako. Ni kwa sababu anajua wewe ni mwaminifu. Jinsi vile neno lako takatifu linasema kwamba tuache watu tutukumbukia, tusaidie kwa sababu tunakuhitaji kama kanisa. Tunakuhitaji kama familia. Tunakuhitaji kama nchi na tunakuhitaji kama kijiji. Na hata kule kazini Baba, tamaraki tupe wafanyikazi wenzetu wazuri. Baba, panua biashara zetu. Yesu, turejezee afya yetu ili tuzidi kutukuza na kuinua jina lako. Hapa Makongeni kanisa la Kibaptisti tunakuhitaji. Tunahitaji wazee wengi, wamama wengi, vijana wengi, watoto wengi ambao wanakupenda, ambao wanasimama na kazi yako. Ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Umeahidi kwamba utalijenga kanisa na wala milango ya kuzimu haitalishinda. My father my daddy, hivyo ndivyo ninaamini ya kwamba hakuna jambo litazuia kanisa lako kutoendelea. Saidia kila kiongozi, saidia kila jamii ambayo inahitajika na kanisa hili. Wape hekima na maarifa, wasidi kukupenda zaidi. Mahali wanalia kwa uaminifu wako, wafute machozi. Mahali wameona kwamba wawezi, wainue mpaka watu waseme huyu ni mtu wa Mungu. Asante kwa sababu ya wamama, asante kwa sababu ya wazee, asante kwa sababu ya vijana na watoto wetu. Tunakutegemea, tunakupenda, tunakuheshimu. Uinuliwe na inuliwe na tunaomba majaji tukiamini katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana bariki sana.